Nimepokea message nyingi na simu nyingi kutoka kwa wanachama na mashabiki wetu ni kuhusu taarifa ya kocha mpya. Wakati tunatoa taarifa ya kuvunja mkataba na kocha Romain Folz, tuliongeza vitu viwili kwenye taarifa. Taarifa ya kwanza tulisema timu katika kipindi hiki itakuwa chini ya assistant wetu Patrick Mabedi, na taarifa ya pili tukaainisha kwamba mchakato wa kumtafuta kocha mkuu unaendelea. Maswali yamekuja, mchakato umefikia wapi, na kama kocha mpya akija huyo mkuu atakuwepo kwenye bench kwa maana ya Jumamosi pale Benjamin Mkapa. Hayo ni maswali ambayo wamekuwa wakiniuliza wanachama na mashabiki wa Young African Sports Club. Jibu lake, mchakato bado unaendelea wa kutafuta head coach wa klabu yetu Young Africans. Na kwa taarifa rasmi kutoka kwa kamati yetu tendaji ambayo inasimamia huo mchakato, ndani ya siku tatu zijazo pengine watakuwa wameshakamilisha mchakato wa kumpata kocha mpya wa kikosi chetu cha Young Africans. Kwa maana hiyo, mchezo wa siku ya Jumamosi utaongozwa na caretaker wetu assistant coach Patrick Mabedi. Nafikiri nimeliweka vizuri. Mchakato huu unaendelea na ndani ya siku 3 zijazo pada majaliwa ya Mwenyezi Mungu mchakato unaweza kukamilika, tukawa tumeshampata kocha wetu. CV zimetumwa nyingi sana. Kuna kazi inaendelea ya kufanya tathmini ya hizo CV na kupata kilicho bora katika hizo CV nyingi ambazo zimetumwa. Lakini mchezo wa Jumamosi, kwa maana ya maandalizi ambayo yameanza leo mpaka kufikia siku ya Jumamosi, timu yetu itakuwa chini ya kocha msaidizi ambaye ndiye caretaker hapa kwa wiki hii, mwalimu wetu Patrick Mabedi. Tuna imani kubwa sana na Patrick Mabedi kwa sababu anao uzoefu wa kutosha. Mwalimu ambaye ameshakuwa kocha wa timu ya taifa ya Malawi na akacheza tournament kubwa mbalimbali akiwa na timu ya taifa ya Malawi. Tunaamini anaweza kuishi katika pressure hii, anaweza kukiongoza kikosi chetu, anaweza kutengeneza silaha za kutosha, tukaenda kupata matokeo mazuri siku ya Jumamosi na Young Africans ikaqualify kwenda hatua ya makundi inshallah. Jambo la tatu katika yale manne, la pili la nne bado. Hawa wageni Silver Striker kina uchizi nao anaitwa hao kina uchizi hao. Hawa bwana wanatarajia kuwasili nchini siku ya Alhamis na wataingia Tanzania kwa maana ya uwanja wa kimataifa pale Julius Kambarage majira ya 2:30 usiku. 2:30 usiku siku ya Alhamis ndio siku ambayo Silver Striker wataingia Dar es Salaam Tanzania. Wakishaingia watakuwa na siku moja ya kufanya mazoezi ambayo itakuwa Ijumaa. Tutakuja kuwatangazia muda kwa sababu ni official training na waandishi mtaruhusiwa pia kwenda kuangalia mazoezi yao.